Habari, karibu Haiko Tanzania. Kwa leo tunakwenda kuangalia makosa mbalimbali yanayofanywa na wakulima yanayohusiana na ratiba katika kuhudumia shamba. Makosa hayo yanaweza yakapelekea hasara kubwa kwa mkulima, hasara ya moja kwa moja au hasara ambayo haiwezi kaonekana kwa wakati huo. Makosa ambayo yanafanyika katika ratiba mbalimbali za shamba, moja wapo ni ratiba ya upandaji na nyingine ni ratiba ya umwagiliaji wa shamba, na kosa lingine ni ratiba nyingine ni ratiba ya uwekaji wa mbolea, ratiba ya udhibiti wa wadudu pamoja na magonjwa shambani, lakini pia hata katika ratiba ya uvunaji. Ratiba inaweza ikawa ni kitu kidogo sana, lakini kinaweza kikakuharibia kabisa mazao. Tutakwenda kuanza na ratiba ya upandaji. Ratiba ya upandaji inategemeana na hali ya hewa, kama unategemea umwagiliaji kwa njia ya mvua. Kwa hiyo hapo lazima utasubiri msimu ambao ni msimu wa kupanda, mvua zinapoanza. Mvua zikianza ndio msimu wa kupanda. Lakini itatanguliwa na maandalizi ya shamba mapema, sio mvua zinapoanza ndio unaanza kuandaa shamba. Kwa muda mzuri wa kupanda ni pale ambapo ratiba yani hali ya hewa inaruhusu, mvua za kueleweka zimeanza. Kwa hiyo unaweza kujua hiyo kwa uzuri kwa kuangalia au kusikiliza vyombo vya habari, ukapata utabiri kwamba mwaka huu mvua zitaanza muda fulani mpaka muda fulani, tutakuwa na mvua nyingi au chache, hizo zitakuelekeza muda sahihi wa kupanda. Lakini wewe kama unategemea mvua au unategemea kilimo cha umwagiliaji, aidha umwagiliaji wa njia ya matone au umwagiliaji wa mvua unaitwa sprinkler, wewe unaweza ukapanda muda wowote kwa sababu maji kwako ni uhakika. Kwa hiyo ratiba ya pili nimesema pia umwagiliaji. Baada ya kupanda, maji ni kitu cha muhimu. Kama ilivyo kwa binadamu tunahitaji maji, vivyo hivyo mimea inahitaji maji ili iweze kukua. Maji yanafanya kazi kubwa sana ya kusafirisha virutubisho kutoka katika udongo na kupeleka juu katika mmea. Hali kadhalika chakula kinachotengenezwa kwenye majani kinasafirishwa kutoka kwenye majani kupelekwa sehemu zingine za mmea. Kwa hiyo kazi kubwa inafanywa na maji. Kwa hiyo kunatakiwa kuwe na maji ya uhakika. Kama hakuna mvua za kueleweka au kwa namna nyingine yoyote, ni vizuri kuwa na mfumo wa umwagiliaji utakao kuwezesha kuwa na maji ya uhakika ili wakati mwingine mazao yako yasiweze kupata shida. Wanaofanya kilimo cha umwagiliaji, kuna mazao kama vile nyanya na mazao mengine ya bustani ya mboga mboga. Ni vizuri kuwa na ratiba sahihi ya umwagiliaji. Mfano, kama leo ninamwagilia shamba langu saa 5 au saa 4 asubuhi. Kwa hiyo na kesho au kesho kutwa ukimwagilia muda huo, unatengeneza kitu fulani katika katika mfumo mzima wa mmea. Hasa unapoelekea katika kuweka matunda na wakati ambapo umeanza kubeba matunda. Hii itakusaidia kupunguza magonjwa mengine ya kawaida, mfano kama magonjwa ya ukungu. Mtu mwingine hajui anamwagilia tu shamba lake jioni. Ukimwagilia jioni, usiku shamba linalala likiwa na unyevu, tayari umeshajitengenezea magonjwa ya ukungu. Kwa hiyo ni vizuri mwagilia asubuhi au jioni ya mapema kama saa 9, saa 10, unaupa shamba lako muda mzuri wa kunyauka mpaka kufika jioni kunakuwa hakuna unyevu mwingi. Kwa hapo unaweza ukawa umesaidia ratiba ya umwagiliaji kwa uzuri. Ratiba nyingine ambayo napenda tuiangalie leo ni ratiba ya uwekaji wa mbolea. Mmea umegawanyika katika stage kubwa 3 za ukuaji. Kwanza kuna tuseme baada ya kupanda mmea ukaota, kuna ile stage ya upandaji pale kuota, upandaji hadi kuota, hatua ya kwanza, lakini kuna hatua ya ukuaji. Hatua ya ukuaji hii labda ni pale baada ya mmea umeshaota, sasa umejitokeza juu ya ardhi mpaka hatua ambayo unakwenda kuanza kutegemea kutengeneza matunda. Hiyo ni hatua ya ukuaji. Lakini kuna hatua ya uzalishaji. Hatua hiyo inaanzia pale ambapo mmea umeanza kutengeneza matunda au chakula na hadi kuvuna. Kwa hiyo sasa katika hizo hatua kuu 3 za mmea kuna aina za mbolea za kuweka.
na inategemea na virutubisho vilivyopo katika hiyo mbolea. Sio kila mbolea tu unanunua unaweka. Nikianza na hatua ya upandaji. Katika upandaji tunataka mmea unapoota uweze kutengeneza mizizi ya kusaidia mmea uweze kukua, na mizizi hiyo inasaidia kuchukua virutubisho katika udongo. Sasa ili mizizi iweze kuchukua virutubisho katika udongo au iweze kukua, itahitaji uwe na aina ya virutubisho ambavyo kinawezesha mmea kukua. Kwa hiyo mbolea nyingi tunazozitumia zinakuwa na virutubisho vingi ni NPK, yani nitrogen, phosphorus na potassium. Sasa katika ukuaji tunahitaji sana phosphorus. Phosphorus inasaidia utengenezaji wa mizizi. Kwa hiyo katika kupanda, mfano ni zao lako ni mahindi, utahitaji mmea wenye phosphorus kwa wingi. Kwa kawaida katika nchi yetu ya Tanzania tumezoea kutumia mbolea inaitwa DAP. DAP ina kiwango kikubwa cha phosphorus. Kwa hiyo itasaidia katika uotaji mzuri wa mimea yako. Kwa hiyo baada ya pale sasa, baada ya wiki kama 2 na kuendelea, wiki 2 mpaka 4, unatakiwa uweke mbolea kukuzia. Hii itakwenda kusaidia mmea wako kutengeneza majani mazuri na ili kuweza kutengeneza chakula, kusaidia ile process ya utengenezaji wa chakula kwa mmea, photosynthesis, uweze kufanya vizuri. Kwa hiyo utahitaji mbolea nitrogen kwa wingi. Kwa hiyo katika ile ratio yako ya mbolea zile za NPK, unatafuta mbolea yenye N nyingi. Mfano, unakuta mbolea imeandikwa NPK labda 20, ratio 10, ratio 10. Ile N ndo ile 20. Ile 10 ya kwanza ni ile phosphorus. Alafu ile N ya ile 10 ya pili inakuwa ni nini? Ndio potassium. Kwa sasa hapo tutahitaji nitrogen kwa wingi. Hatutahitaji phosphorus tena ili mmea uanze kuota. Kwa hivyo itakwenda kusaidia. Na hatua ya uzalishaji sasa, tumeanza kuweka matunda. Iwe ni nyanya, iwe ni nini, tutahitaji mbolea yenye potassium kwa wingi. Au mimea mingine inakuwa na calcium, mfano Ken inaweza kusaidia katika uzalishaji wa mahindi, sawa? Lakini pia kama ni hizi NPK nitatafuta yenye K nyingi, yenye potassium nyingi, itanisaidia katika utengenezaji wa matunda, nitakuwa na uhakika. Lakini sambamba na hiyo mbolea kuna vile tunaita micronutrients, zile ndogo ndogo vile, kama unakuta labda boron, unakuta calcium, unakuta kuna zile ndogo ndogo zile magnesium, zinki, zinakuwepo pale. Kwa hiyo katika mbolea zako kuna hivyo virutubisho vidogo ambavyo vinasaidia pia uwekaji. Kwa hiyo zingatia ratiba ya uwekaji wa mbolea, hatua ya kupanda, hatua ya kukuzia na hatua ya kuweka matunda, utapata mavuno mazuri.